Si utafahamu ikiendelea, hospitali ya Mediheal sasa inasema haina la kuficha. Kupitia kwa mawakili wake, usimamizi wa hospitali hiyo umesisitiza kuwa upandikizaji wa figo ulifanywa katika vituo vyake, ilifuata taratibu zote kisheria na kimaadili. Wanasema wako tayari kukaguliwa na umma pamoja na Wizara ya Afya. We are fully committed to this exercise, the audit exercise. We are fully committed. And we actually want this to be a public audit where everyone will be able to engage. Hospitali hiyo imepanga mkutano wa hadhara siku ya Jumatano kujadili swala hilo linalozidi kuzua taharuki. We are clean, our processes are clean. We have all the records to confirm that our processes are clean, and we will have an opportunity to interview our doctors tomorrow, our specialist doctors and administrators, and we believe that at the conclusion of the audit we'll get a clean bill of health, and we will continue with our activities at the hospital. Wakati huo huo, kamati ya bunge ya masuala ya afya imetangaza kuzindua rasmi uchunguzi wa umma kuhusu sakata hiyo, ikijipa siku 80 kuchunguza mchakato mzima wa upasuaji wa figo na madai ya ukiukaji wa maadili katika hospitali ya Mediheal kule Eldoret. Also, we are going to examine the role of foreign nationals and potential transplant tourism, where people come and move seeking where they can do transplant, whether those are legal or not, and also to evaluate the regulatory mechanisms, the laws that we have in place, whether they were adhered to and whether they are adequate. Huku hayo yakijiri, waziri wa afya Aden Duale ametoa onyo kali kwa maafisa wa baraza la kusajili vituo vya afya na madaktari KMPDC wanaoshirikiana na vituo vya afya visivyozingatia sheria. Ameonya hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote atakayeshiriki ufisadi. Not started yesterday. KMPDC was there when the organ trafficking was taking place. Poor Kenyans, because they are very poor. Somebody comes and says, I'll give you 500,000, then he removes his kidney. That is very immoral. Uchunguzi ukisubiriwa kuanza wakati wowote, Wakenya wana matumaini kuwa ukweli utafichuka na hatua za kisheria kuchukuliwa endapo kutakuwa na ithibati wa uvunjaji wa sheria. Eunice Omolo, Runinga K24, Nairobi.